Karibu MJ Channel. Leo tutakuwa tunachambua kuhusu mazoezi ya kijeshi yanaendelea kule nchini Korea Kusini. Tutasoma taarifa kwa ufupi alafu tutachambua kwa kina. Korea Kusini yapunguza muda wa mazoezi ya kijeshi na Marekani. BBC imeripoti taarifa hii kubwa kabisa siku ya leo, ambayo inasema Korea Kusini imesema mazoezi yake ya pamoja ya kijeshi na Marekani yatamalizika siku 6 baada ya muda uliopangwa, huku pia yakipunguzwa kwa kiwango. Hatua hiyo inafuatia agizo la Rais wa Marekani Donald Trump la kupunguza mazoezi hayo, akisema hayafai na yanaweza kuchukuliwa kuwa ya uchokozi dhidi ya Korea Kaskazini. Ripoti ambazo hazijathibitishwa zinaeleza kuwa Trump anatarajiwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un baadaye mwaka huu. Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesema nchi yake inahitaji kujenga uwezo imara na uhuru wa kijeshi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza utegemezi wake kwa Marekani katika masuala ya ulinzi. Hiyo ndio taarifa ambayo BBC leo, taarifa kubwa kabisa imeripoti, lakini unajua kwamba bado katika eneo hilo hali bado sio nzuri, na hatujajua hii hali itaendelea mpaka lini, hasa eneo hilo la Asia Kusini. Na unajua kimsingi kwamba mazoezi kati ya Marekani na Korea Kusini yalianza jana tarehe 17, ilitakiwa ishie tarehe 27 mwezi huu wa 8, lakini hata hivyo Rais Donald Trump amesema kwamba lazima mazoezi hayo tuyapunguze ili kupunguza au kutoa ule uchochezi au uchokozi ambao Rais wa Korea Kaskazini atahisi kama ni uchokozi ambao dhidi yake. Kwa hiyo ametoa taarifa, lakini pia ameongea na mshirika wake ambaye Korea Kusini, lakini pia na majeshi ya Marekani yaliyoko kule Korea Kusini. Kumbuka Korea Kusini kuna wanajeshi zaidi ya 28,500 ambao wako pale, na yote wanaendelea kuilinda hiyo nchi. Na kama unavyojua tena, Korea Kusini ni nchi ya kimkakati ambayo Marekani anaimiliki mpaka sasa. Na mpaka sasa hivi nakusema kwamba mazoezi yameanza na yataendelea kwa siku 6 baadaye. Kwa hiyo yamepunguzwa, na hii yote imetoa nafasi kwamba lengo kwamba Korea Kaskazini wasihisi kwamba ni uvamizi au uchokozi kutoka kwa Korea Kusini. Na kama unavyojua Korea Kaskazini wanaiona Korea Kusini kama ni Marekani. Kwa hiyo wanaongea na moja kwa moja na Marekani moja kwa moja, au shinikizo analolifanya Korea Kaskazini ni kupitia Marekani moja kwa moja, sio Korea Kusini, kwa sababu Korea Kusini ni nchi ndogo, alafu pia anaiweza kuimudu hata kuipiga kijeshi. Kwa hiyo shinikizo sasa hivi analolifanya Korea Kaskazini ni kuendelea kumpa pressure Marekani ili kupunguza joto la mazoezi haya ili yasifikia hatua mbaya kwake. Kumbuka Korea Kaskazini anahisi kwamba ni uvamizi ambao atakufanya Korea Kaskazini eneo hilo la kusini mwa Asia, hasa ndugu hawa wawili kati ya Korea Kusini na Marekani. Sasa kwa nini Marekani afanye mazoezi, na kwa sababu gani Korea Kaskazini anaogopa? Kimsingi kwamba majeshi ya Marekani mengi yako pale. Naona kuna vikundi vingi, kuna Marine Corps, kuna Navy SEALs na wanajeshi wengine wako eneo hilo. Na niweze kusema kwamba Korea Kaskazini sasa hivi pressure yake kubwa kabisa, yeye anachokifanya ni, unajua Korea Kusini wameweka ile military base ambayo ni kubwa sana kule Korea Kusini. Kwa hiyo anaona kwamba sasa huu ni uwezekano Marekani akafanya uvamizi katika nchi yake, lakini binafsi nafikiri kwamba Marekani kwa sasa hawezi kufanya uvamizi katika nchi ya Korea hata kidogo, kwa sababu kwanza anaendelea na vita vyake kule Mashariki ya Kati, na mpaka sasa bado hajamaliza hivyo vita vyake vinavyoendelea. Lakini nahisi kwamba bado ni kuvute kubwa ambayo inaendelea hapo Mashariki ya Kati. Kwa hiyo na bado Marekani hajui ni kwa namna gani anaweza akatoka eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na
fahamu kwamba mpaka sasa kuna tension ambayo kubwa sana kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo sasa upande wa Korea Kaskazini kuwa na wasiwasi kuhusiana na mazoezi haya. Kwanza mazoezi kila mwaka ambayo anayafanya ni Uchi Freedom ambayo kila mwaka anayafanya Marekani na Korea Kusini. Lakini pia Marekani anajaribu kuonyesha Korea Kaskazini kwamba wana uwezo wa kufanya chochote au kuivamia nchi hiyo au kufanya mazoezi ambayo yataweza kuipa hofu Korea au hiyo North Korea. Japokuwa kwa sasa lengo la Trump kutoa tangazo la kusema kwamba yapunguzwe, lengo ni kutuma ujumbe, na ujumbe mojawapo ni kutaka mazungumzo na Korea Kaskazini. Kumbuka Trump ana neno lile au ana jambo kubwa kabisa ambalo yeye anahisi kwamba lazima tekelezwe, na mojawapo ni kuifanya American ile sera ambayo yeye anatembea na ile doti ambayo inasema ni MAGA, kwa maana make American great again. Kwa hiyo ni kuifanya Marekani iwe na nguvu, unaona, nguvu tena. Na lengo la kuwa na nguvu au ni kwa namna gani Marekani itakuwa na nguvu, ni kuendelea kuzofisha nchi zote duniani, hasa zile mahasimu wa Marekani. Hiyo ndio lengo kubwa ambalo Marekani sasa analifanya. Na tutegemee kwamba huenda akitoka huko Middle East, kuna wasiwasi anaweza kaenda huko moja kwa moja huko North Korea kwenda kufanya uondoaji wa silaha zile za nuclear na atomic bombs ambazo zingine bado ziko katika eneo hilo. Unaona, kumbuka Korea Kaskazini ana mabomu yale ya nuclear, lakini pia ana mabomu yale ya hewa ya hydrogens na mabomu mengine ambayo hatari kabisa, ambayo ukivuta tu basi unaweza ukapoteza maisha. Kwa hiyo ana mabomu ambayo ya sumu anaye, lakini pia ana mabomu pia hayo ya nuclear. Kwa hiyo mpango wa sasa wa Trump ni kama vile kuomba mechi kati ya Marekani na Korea Kaskazini ili waketi kwenye meza mazungumzo na kufikia mwafaka wa jinsi gani ya kuondoa silaha ambazo kwake Marekani anaona ni tishio. Kumbuka Korea Kaskazini ana mabomu hayo ya nuclear, lakini pia ana silaha ambazo hatari zile za sumu na silaha zingine. Kwa hiyo hii ni ujumbe wa kwanza kabisa. Haya mazoezi kama vile Trump aliyapanga ni kuisababisha Korea Kaskazini ianze kuogopa na kutaka mazungumzo moja kwa moja na Korea Kaskazini. Kumbuka mazungumzo haya yalisitishwa tangia mwaka 2019. Kwa hiyo tangia kipindi hicho chote mazungumzo yalisitishwa, na sasa huenda anataka kufufuliwa tena kupitia Rais Donald Trump, na tumeona kwamba anasema atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini mwaka huu. Haijulikani ni muda gani na tarehe ngapi na mwezi wa ngapi, lakini mwaka huu huenda wakakutana jinsi gani ya kufikia mwafaka hasa na swala zima huenda wanaenda kujadili ni swala lile la uondoaji wa silaha za nuclear na kuifanya Korea Kaskazini kuwa ni nchi huru na isiyo na nuclear hata kidogo. Sasa swali ni kwamba je, Korea Kaskazini wako tayari kuhakikisha nchi yao kuwa nchi huru ambayo isiyokuwa na silaha za nuclear? Kumbuka Korea Kaskazini silaha au mikakati yao au ulinzi wao mkubwa kwa sasa ni kuendeleza au kuimarisha au uzalishaji wa silaha za nuclear. Kwa hiyo endapo Marekani ataziondoa silaha za nuclear kule Korea Kaskazini, kumbuka Korea Kaskazini ulinzi wake mkubwa kabisa ni silaha hizo za nuclear, na kama nuclear zitaondolewa basi Korea Kaskazini sasa itakuwa haina nguvu tena, kitu ambacho kiongozi huyu wa Korea Kaskazini Kim Jong Un sidhani kama anaweza akakubaliana na wazo hilo, lakini tusubiri nini kinaweza kutokea. Lakini nafikiri kwamba ajenda kubwa kabisa ya mazungumzo yao huenda yakajikita kwenye uondoaji wa silaha za nuclear ambazo tunakumbuka kipindi kile mwaka 2017, 18 mpaka 19 ajenda yao kubwa na nusu wapigani kipindi cha mwaka 2017 na 2018 ni kuhusiana na swala hili la silaha za nuclear na makombora yale ya masafa marefu ambayo mara nyingi
Korea Kaskazini alikuwa anayafanya majaribio mara kwa mara na haya makombora ya ICBM. Kwa hiyo ni international, tunasema kwamba ni intercontinental missiles ambazo inaweza kutoka bara moja na kwenda bara jingine. Kumbuka Korea Kaskazini ana makombora ambayo kutoka kule Korea Kaskazini mpaka kwenye kisiwa cha Guam kule Marekani. Kwa hiyo hicho ndicho kinachomtisha Rais Trump kwa kuona kwamba makombora aliyokuwa nayo Korea Kaskazini ni makombora ya kimkakati na anaweza kufika moja kwa moja hapo Marekani. Kwa hiyo ndio tishio kubwa, na huenda mazungumzo haya yakafufuliwa hivi karibuni na yakaanza kufanya kazi, na huenda mazungumzo haya akayafanya aidha mwishoni baada ya uchaguzi katikati ya muhula mwezi 11, au inawezekana akayafanya kabla ya mwezi wa 11. Kwa hiyo yote hii tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini kusitisha au kupunguza kwa mazoezi haya ni kumfanya Korea Kaskazini kiongozi Kim Jong Un akubali kiduku akubali kuja kwenye meza ya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa hiyo tunasubiri nini kinaweza kutokea, lakini hali ni tete sana katika eneo hilo, na Trump ana uoga au tayari ashakuwa na wasiwasi kuhusiana na makombora anayofanya au makombora ambayo Korea Kaskazini na mabomu yale makubwa ambayo nuclear Korea Kaskazini anayo. Kwa hiyo tusubiri nini kinaweza kutokea, lakini ninafikiri diplomasia ndio njia pekee ambayo kuweza kumaliza mzozo huu na kufikia hitimisho kwa njia ya amani kuliko kutumia nguvu. Siku zote panapotumika nguvu basi hakuna binadamu na hakuna haki za binadamu eneo hilo. Nafikiri otherwise tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, na mimi niseme kwamba tutaendelea kufuatilia chochote kinachoendelea eneo hilo, na tunachotaka sisi ni amani iweze kuwa inatawala eneo hilo lote la Asia Kusini na duniani kote kiujumla. Tunatamani dunia iwe mahali salama pa kuishi na sio sehemu ya vita vya mara kwa mara. Jamani, asanteni sana, usikose kusubscribe na kufollow. Asanteni sana na jioni njema.